Mwanaume anayejali hisia zake mwenyewe. Mwanaume anayejali hisia zake mwenyewe pasipo kujali hisia za mke wake. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii. Kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa ya lishe na mahusiano. Siku ya leo ninakuja na somo adhimu sana, somo muhimu sana. Lakini pia ni somo ambalo ni shuhuda. Ni somo ambalo ni shuhuda kubwa sana ambayo ninayotaka niweze kuileta kwako mtazamaji wangu ambaye umesubscribe, umejisajili katika channel hii. Kuna kitu ambacho nataka ujifunze kuhusiana wale wanandoa ambao hawajali hisia za wenza wao, wanaangalia hisia zao tu. Sasa nitaomba usikilize kwa umakini. Anaanza kwa kusema huyu ni dada. Dada huyu alichukua video za jinsi ya kuweza kumwandaa mume wake miezi kama mitatu iliyopita. Baada ya amechukua video, kumbe mume wake akawa yuko mbali. Kwa mwezi ule mzima akawa ni mtu ambaye anayetazama zile video na nini. Akatarajia kwamba mwezi unaofuata wa pili atakuja kupata likizo ya kwenda kuonana na mume wake, ama mume wake atapata likizo na kuweza kuja. Mwezi wa pili ukaisha, ukaingia mwezi wa tatu. Ulipofika mwezi wa tatu, mwanaume akamwambia, hapana, mimi nimekosa likizo, naomba unifuate huko niliko kazini. Alipofika wakashiriki tendo, aka-apply formula ama maelekezo ambayo niliyomtumia katika video za kuweza kumwandaa mwenza wake. Sasa baada ya kuwa baada ya kuwa amemwandaa, mwanaume akafurahi sana. Mwanaume alikuwa hana uwezo wa kwenda hata raundi 2. Mwanaume aliweza kwenda raundi 4 mfululizo. Japo ilikuwa ni kwa kupumzika, lakini ilikuwa ni kwa mara ya kwanza ndoa ya miaka 3. Unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo video hizi zinabadilisha maisha ya wanandoa wengi, maisha ya mahusiano ya watu wengi sana. Karibu tuweze kujifunza pamoja. Anasema, daktari, ninazidi kufurahia mafundisho yako kiukweli. Mungu akubariki sana kwa asilimia kubwa. Matunda yameonekana, japo kwa upande wangu bado kuna kipengele fulani hakijakamilika. Tunaendelea. Anasema, kwa marejeo ya awali ni kwamba mume wangu alikuwa ananituhumu kwa kushindwa kumwandaa vyema. Ila toka nipate mafundisho yako, nilikutana naye mara moja wiki iliyopita. Kozi yeye alisafiri kikazi kwa Arusha. Ila mimi aliniacha Shinyanga toka mwezi Januari na akakaa huko hadi mwezi wa 9. Na tangu nilipopata mafundisho yako sikupata nafasi ya kukutana naye hadi juzi nilivyoenda Arusha. Aliweza kwenda raundi 4 ambapo awali tulikuwa tunaishia 2 au 1, na kesho yake tena ilikuwa ni mpaka baada ya siku 1. Bado akaenda raundi nyingine. Yaani baada ya kwenda hizo raundi 4, huyu mwanaume alikuwa kawaida yake, siku inayofuata akaomba tena kushiriki tendo la ndoa na mke wake. Anasema, mimi mwenyewe nilishindwa kuendelea, hakika alienjoy sana yule mwanamke mpaka akachoka. Anasema hadi sasa anahitaji tena weekend hii niende tena Arusha. Cause weekend ndo anakuwa free, ambapo si kawaida aende huko, aende kozi anitake nimfuate. Anasema, kiukweli nakushukuru sana kwa mchango wako, ila shida ipo kidogo kwangu kufika kileleni. Anasema kufika unaona, because ya safari na tangu nilikuwa nafundisha siku iliyopata kwa kushindwa kumwandaa vyema. Ila toka nipate mafundisho yako, nilikutana naye mara moja wiki iliyopita. Kozi yeye alisafiri kikazi huko Arusha, mimi aliniacha huko. Anasema, na tangu nilipopata mafundisho yako sikupata nafasi ya kukutana naye hadi nilipoenda Arusha. Aliweza kwenda raundi 4.
Hapo awali tulikuwa tunaishia 1, 2 tena baada ya siku moja. Lakini baada ya kumwandaa hivyo, siku inayofuata na akaomba tena ndoa. Anasema kwa kweli alienjoy sana. Mimi mpaka nikashindwa kuendelea. Umeona? Anasema Arusha anasema sasa alienjoy sana. Hadi sasa anahitaji tena weekend hii niende tena Arusha. Cause weekend wanakuwa free, ambapo si kawaida aende cause anataka nimfuate. Kiukweli nakushukuru kwa mchango wako, ila shida bado ipo kwangu kufika kileleni. Kiukweli nimejitahidi raundi zote nimemfikisha. Ila kwangu hii imekuwa kizungumkuti kwake Dr. Please nifanyaje sasa Dr. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona dada huyu ameeleza kwa uchungu mkali sana. Ni maneno ambayo yanaumiza ndani yake. Ni maneno ambayo yanachoma hisia za huyu dada. Amefanikiwa kuweza kumfurahisha mwanaume kwa kiwango kikubwa sana. Mwanaume ameweza kwenda raundi nyingi zaidi, raundi 4. Siku inayofuata tena kaenda raundi 4. Lakini mwanamke hajaridhika. Nimeanza kwa kusema mwanaume asiyejali hisia za mke wake. Huyu mwanaume kwa sababu ya kuwa na nyege kwa muda mrefu, aliangalia hisia zake mwenyewe pasipo kuangalia hisia za mwenza wake. Hili ni moja ya kosa kubwa ambalo mwanaume huyu amelifanya. Lakini si hivyo tu. Kitaalamu mwanamke anatakiwa akojozwe kwa njia ya maandalizi. Ni moja ya kosa kubwa sana ambalo wanaume wengi wanalifanya. Mwanaume unanitazama, kama hufahamu namna ya kuweza kumwandaa mwanamke, sio ushamba kuomba upate elimu, upate darasa. Njoo, nina video maalum nitakusaidia kwa gharama ya shilingi 15,000. Video hizi nakutumia kwa WhatsApp. Kama una Telegram, unajua kutumia Telegram vizuri, ambayo na Telegram mpaka uweze kuwa na VPN, naweza nikutumia pia kwa njia ya Telegram. Lakini mwanaume anayejali hisia za mwenza wake ataanza kwa kuhakikisha anamfikisha kwanza mwenza wake, ndipo na yeye aweze kufika. Kwa hiyo mwanaume huyu anawakilisha wale wanaume ambao hawajali hisia za wenza wao, wanajiangalia wao tu. Wakati nikifanya mahojiano na huyu dada kwa njia ya simu, akanambia mume wake alimuuliza, "Je, umeenjoy?" Anasema, "Dokta, ilibidi nimdanganye kwamba nimeenjoy. Maana nikaona nisingesema sijafurahia, ningeharibu mood ya mwanaume huyo." Na hiyo ndio hali halisi ya ndoa nyingi leo. Takwimu zinaonyesha takribani 65% ya wanawake wanadanganya kufika kileleni, kumbe hawafiki. Ni takwimu nyingi sana. Maana katika wanawake 10, takribani wanawake 6 mpaka wanawake 7 wanawadanganya waume zao kwamba wamefika kileleni. Kwa hiyo hatua ya kwanza, mwanaume, jali hisia za mwenza wako. Una wajibu wa kuweza kuhakikisha unamkojoza kwanza mke wako kabla hujakojoa wewe. Mwanamke ana maeneo 12 katika mwili wake. Jifunze namna ya kuweza kuyashughulikia hayo maeneo. Kama ufahamu, njoo uchukue video, njoo uchukue majarida kwa gharama ndogo sana, shilingi 15,000 tu. Enda kuwa umeona video hii kwa mara ya kwanza, nipigie katika namba ifuatayo au nicheki WhatsApp, niambie, "Dokta, nimeona video yako YouTube. Mimi ni mwanaume, lakini pia huenda kuwa wewe ni mwanamke pia, hauna ujuzi wa jinsi ya kuweza kumwandaa mwanaume." Hata mwanaume naye anaandaliwa. Na penyewe pia nitakupatia elimu, nitakupatia darasa. Kwa hiyo niambie, "Dokta, nimeona video yako, nataka kujifunza namna ya kuweza kumwandaa mke wangu." Hii ni kwa wale wanaume. Niko tayari kulipia gharama, nitakupa namba ya malipo, utalipia. Kwa hiyo kama unahitaji maelekezo kwa kina, unahitaji kuongea na mimi,
Video pamoja na ushauri nasaha ni shilingi 15,000. Hiki ni kipengele kingine ambacho nimekiongezea baada ya kugundua pia kuna wanawake na wanaume ambao wanawatumia video alafu kuna vitu ambavyo vinakuwa viendi sawa. Lakini once unapolipia shilingi 15,000 baada ya kuwa nimekutumia video au hata baada ya kutazama video zote, huenda kwa kuna maswali ya ziada. Lakini pia kuna vitu ambavyo nitahitaji kuweza kuongea na mhusika yoyote, awe ni mwanaume au ni mwanamke, na kuongezea elimu ya ziada ya nini ambacho unatakiwa uweze kukifanya ili kuweza kuteka ufahamu wa huyo mwanamke, ili kuweza kuteka ufahamu wa huyo mwanaume. Tafadhali naomba tuwasiliane katika namba ifuatayo: 0765 493 645, 0765 493 645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Usisahau kujisajili hapo chini kama ndio mara yako ya kwanza unatazama video hii. Usisahau kusubscribe pia kama ndio mara yako ya kwanza unatazama video hii. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Tukie siku njema na Mungu akubariki. Bye bye.